Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Naam, ni wakati na majira mengine sasa tujifunze kidogo habari za neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tuombe. Baba mbinguni mtakatifu, ketie mahali pa juu kwenye kiti chako cha enzi cha rehema na neema. Ninaomba rehema zako na utakaso kwa damu Yesu katika roho yangu, nafsi na mwili, kwa ajili ya dhambi, uzembe na kutotii neno lako. Ninaomba achilia rehema zako na utakaso kwa ajili ya mahali hapa pia nilipo kwenye hii ardhi, anga na hali ya hewa na vitu vyote. Damu yako ikanene mema, ikasafishe kila kitu. Baba mbinguni, naomba maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amina. Naam, tuna somo fupi lakini lina thamani kubwa katika maisha yako. Ni kwamba katika maisha yetu ya kila siku unaweza ukapata ujumbe kwa mtu au kwa mwanadamu au kwa mtumishi, lakini usiwepo kwenye neno la Mungu. Sasa kama ni ujumbe mzuri, kama ni ujumbe mzuri umetoka kwa Mungu lakini haupo kwenye Biblia, Roho Mtakatifu atakusaidia, kwa sababu naweza nikasema kwamba Biblia ni ufupisho wa ufupisho wa ufupisho wa ufupisho wa ufupisho wa ufupisho. Kwa Kiingereza wengine wanapenda kutumia summary. So a Bible is a summary of summary of summary of summary of summary. Kwa hiyo Mungu pia atakushangaa, anatushangaa. Yaani nimewapa hii summary nayo hawaisomi. Nakupa mfano, kitabu cha Mathayo mtakatifu kina sura 28. Sura 28. Mwezi una siku 31 au 30 au 28. Sasa hata ukisema mimi siku moja tu nitakuwa nasoma sura moja, napo utamaliza. Na uzuri wa neno la Mungu, hata kama unalirudia hilo hilo, bado litakuwa baraka kwako. Na neno la Mungu lina nguvu. Kadri utakavyolirudia ndipo litafunuliwa kwako na litakupeleka sehemu zingine na zingine na zingine. Kwa hiyo unaweza ukachagua kwamba mimi huu mwaka mimi nataka nisome Mathayo tu mtakatifu. Kama Biblia nzima inakupa ugumu, hiyo ni mbinu ya kukusaidia, kwa sababu Mungu anataka uelewane na neno, sio kukariri tu mistari, sio kukariri tu maandiko. Neno la Mungu, sisi tupo, Mungu wetu ni roho, na sisi tulio wake tunaomwamini tunatakiwa tuenende katika roho. Ukisoma Wagalatia sura 5 mstari wa Wagalatia sura 5 mstari ule wa 25. Wagalatia 5:25. Anasema tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho, tukiishi kwa roho na tuenende kwa roho. Lakini pia nataka nikwambie, nikuthibitishie, kwani nakwambia mtu anaweza kukupa ujumbe ni kutoka kwa Mungu, lakini uone kwenye maandiko pengine haupo. Sasa kama una Roho Mtakatifu atakuthibitishia. Kwani nasema hivi? Kwa sababu yale yote ambayo yameandikwa kuhusu Yesu, ukisoma habari za Yesu, Injili ya Yohana mtakatifu sura 21 mstari ule wa 25, imeandikwa. Kuna na mambo mengi aliyofanya Yesu ambayo yakiandikwa moja moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Narudia tena kwa mara ya pili. Yohana mtakatifu sura 21 mstari 25. Kuna na mambo mengi aliyofanya Yesu ambayo yakiandikwa moja moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Kwa mara tatu narudia. Yohana mtakatifu sura 21 mstari 25. Kuna na mambo mengi aliyofanya Yesu ambayo yakiandikwa moja moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu vitakavyoandikwa. Kwa hiyo Yesu alifanya mambo mengi mema hajaandikwa humu, mazuri ya kutufundisha sisi. Sasa haya manake hii summary imeandikwa ili tufundishe sisi, nayo usome. Inatakiwa usome neno la Mungu au usikilize, maana usije ukasingizia sasa hizi ni teknolojia. Ndio zipo Biblia kwenye mitandao ambazo wanaweza katoa sauti, unasikiliza. Kwa hiyo bado utapata somo. Sasa nataka nikwambie kwamba sasa katika somo ambalo tutajifunza leo ni upatanisho kati ya wewe na roho saba za Mungu, ambazo zitakusaidia sana kukufanya uelewane na ibada, uwe mtu wa ibada, maamuzi ya kusaidie
namna ya kusonga mbele katika imani katika Kristo. Roho saba za Mungu zitakusaidia katika udhihirisho wa Mungu. Roho saba za Mungu zitakusaidia. Sasa tutasoma upatanisho wa wewe na roho saba za Mungu, na faida nitazieleza kwa uchache tu au kwa sehemu. Kadri Mungu atakavyokuwa anajitukuza kwako, na wewe utakuwa unaziona na utaziandika ziwe baraka kwa wengine. Nataka nisome kitabu kwanza, kitabu cha Isaya, nabii Isaya sura ile ya 11 mstari Isaya sura ya 11 naanzia mstari wa 2. Na roho ya Bwana atakaa juu yako. Roho ya Bwana atakaa juu yako ni kwa ajili ya huduma. Kila nabii, kila mtume, kila mwinjilisti, kila mwalimu, kila mtumishi aliyeitwa na Bwana, awe mchungaji, kwa ajili ya kuachilia kile kipawa cha ambacho Mungu ameachilia ile huduma. Roho ya Bwana anakuwa juu yake. Yesu, roho ya Bwana alikuwa juu yake. Mitume vivyo hivyo. Sasa nasema na roho ya Bwana atakaa juu yake, na roho ya hekima na ufahamu. Anaendelea na roho ya hekima na ufahamu. Hapo anaendelea roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hataonya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake, bali kwa haki atawahukumu maskini, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia kwa adili, manake kwa heshima. Naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake ataua wabaya. Na haki itakuwa mshipi wa viuno vyake, na uaminifu mshipi wa kujifunga. Nataka uelewe hapa hususani roho saba. Mambo mengine yote hayo yapo mengi, lakini hizi roho saba ndio nataka uelewe, kujipatanisha wewe na roho saba za Mungu. Na upatanisho huu tutumie Wakolosai sura ya 1 mstari wa 20, damu ya msalaba, manake damu ya Yesu Kristo wa Nazareti iliyomwagika msalabani. Ukisoma Wakolosai sura ya 1 mstari wa 20, Wakolosai 1:20, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Roho saba hizi nilizokuwa na kueleza katika Isaya sura ya 11 mstari ule wa 2, hizi roho saba zinaitwa ni roho za Mungu. Roho saba ni roho za Mungu. Kwa hiyo roho wa Mungu atakapokuwa juu yako, anaachilia kama ilivyoandikwa katika Isaya 11 mstari wa 2. Anakuambia na roho ya Bwana atakaa juu yake. Halafu inaendelea roho ya hekima na ufahamu. Kwa hiyo roho ya hekima na ufahamu inaachilia ikiwa roho wa Mungu yuko juu yako. Inaendelea tena roho wa shauri na uweza inaachiliwa ndani ya moyo wako. Roho ya maarifa na kumcha Bwana inaachiliwa ndani yako. Inaendelea huko mbele na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana, wala hata hukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake. Maana yake ataongozwa na roho wa Mungu. Kwa hiyo kumbe, mwanadamu yeyote ambaye amepata neema ya kuomba kwa ajili ya upatanisho wa Mungu Baba, yeye na roho saba za Mungu, kila itwapo leo Baba mbinguni, na wakati mwingine naweka mkono wangu kifuani, nasema Baba mbinguni, nina imani mkono wangu ni mkono wako. Ninajipatanisha moyo wangu na roho saba zako kwa damu ya msalaba. Najipatanisha moyo wangu na roho saba zako Mungu Baba kwa damu ya msalaba. Mara 3 najipatanisha Mungu Baba na roho zako saba na moyo wangu kwa damu ya msalaba. Kwa mara 4 najipatanisha moyo wangu na roho saba za Mungu kwa damu ya msalaba. Kwa mara 5 najipatanisha moyo wangu na roho saba za Mungu kwa damu ya msalaba. Naenda na mara 6 nasema Baba mbinguni, kwa damu ya msalaba napatanisha moyo wangu na roho saba zako Mungu Baba.
Kwa mara ya 7 naenda tena, nasema kwa damu ya msalaba napatanisha moyo wangu na roho 7 za Mungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Baba mbinguni kwa neema yako iliyokuu. Kwa kufanya hivyo mara kwa mara, kwa mfano kila ninapoamka asubuhi nafanya hayo maombi. Na kila ninapoenda kulala wakati mwingine nafanya. Sasa ukiweka hiyo kama tabia, nakwambia Biblia haitakuwa mbali na wewe. Kila mara, yani Biblia itakuwa. Sasa Roho Mungu atakuwa anakuvuta uende ukasome kitabu fulani, anakupeleka kitabu fulani, mara anakufunulia hiki, mara anakufunulia hiki, anakufunulia hiki. Anaanza kukupa uwanja mpana kuhusu neno la Mungu. Na kila ibada yako na Mungu itakuwa ni baraka kubwa sana. Kwa mfano, hutaenda kanisani kwa mazoea. Nakwambia hutaenda kanisani kwa mazoea. Kama unaenda kanisani, kuna wakati utaenda kanisani sio kwa ajili ya wewe uhudumiwe au Mungu akuhudumie. Hapana, kanisa lihudumiwe na Mungu kupitia wewe. Haijalishi wewe ni muumini au ni mtu wa namna gani. Unaombea, unaweza kuombea madhabahu, unaombea mtumishi wa Mungu. Unaambia Mungu, nasimama kwa ajili ya mahali palipobomoka. Nikiwa tayari nimejipatanisha na roho 7 zako Mungu, mimi nasimama kama balozi wako. Ninakuomba Bwana, kwa rehema zako nyingi, chochote ambacho hakijakupendeza, iwe mtumishi wako, iwe muumini yoyote, naomba ukiondoe. Baba Mungu wa mbinguni, kwa rehema zako nyingi, waweza kuomba hivi na hata kufunga na kuomba kwa ajili ya madhabahu. Mungu anatafuta mtu mmoja atakayesimama kwa ajili ya mahali palipobomoka ili amtumie. Utakuwa ndio wewe. Na kama umejiungamanisha na roho 7 za Mungu, basi utakuwa baraka kubwa sana. Ukiona muumini anaanza kulalamika, mtumishi fulani hajafanya vizuri alipokuja kanisani kwetu, ni kweli, lakini chanzo kikubwa ni wewe. Kama na mimi nilikuwepo, na mimi na wewe ndio chanzo kikubwa. Tunatakiwa kuombea ili mambo ya Mungu yakaende vizuri. Ibada itatengenezwa na maombi, na muombaji ni wewe na mimi. Lazima neno la Mungu tulisome, tulitafakari, tufunuliwe na tuombe kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Haya nayokupa ni mwongozo wa Roho Mtakatifu ambayo imekuwa baraka kubwa sana kwangu popote nitakapoenda. Ndio maana siwezi nikaenda kanisa lolote kwa sababu ya kujisikia. Hapana, Bwana ametoa kibali, hapa naenda, ndio naenda. Kuna wakati unaweza kaingia na mahali ambapo hustahili hata kuingia. Sawa? Kwa hiyo ujue kwamba hutaombea kila kitu. Na kama uwe ni mvivu wa kufanya maombi, kwa sababu maombi huwa ni vita katika ulimwengu wa roho. Sasa nikwambie siri ya vita. Hakuna vita vyote ambavyo vimepigana katika nchi, hata kimwili tu duniani, bila kupanga. Wewe kama unaona una muda mfupi wa maombi, unashindwa kuomba kwa muda mrefu, shida yako kubwa sana ya kwanza kabisa ambayo unatakiwa unaomba toba, huna mpangilio wa hayo maombi. Huandiki popote, unatakiwa uandike. Alafu kitu shida nyingine ya pili ni kwamba unajiangalia wewe nafsi yako. Kumbuka dunia ina watu wengi. Kuna wakati utaombea wewe, utaombea familia, utaombea biashara unayofanya, utaombea mpaka wateja wale ambao unaenda kufanya nao biashara hawana fedha, inabidi wapate fedha ndio ili waje wanunue hiyo biashara yako. Unafahamu hicho kitu? Unatakiwa ujue. Unatakiwa kuombea taifa. Sawa. Katika taifa kuna maeneo mengi. Maana kama wewe unasema ni mvivu wa kuomba, kama utaandika ndipo sasa itakupa muda kwamba hapa nitaombea dakika 5. Labda tuchukulie wewe wakati fulani unajua kabisa utaugua, si ndio? Ndio utaugua. Kuna kuugua. Na kuna kuugua unaweza kaomba ukapona, lakini pia kuna kuugua ambako unatakiwa uende hospitali. Ndio maana hizo hospitali madaktari, manesi nao ni watumishi wa Mungu. Kila mtu Mungu anamtumia kama atakavyo yeye. Sasa nikwambie, waziri akifanya, waziri katibu ndani ya wizara akifanya ovyo ovyo mipango katika mambo ya afya, unafikiri mambo yatakwenda vizuri? Yatakwenda ovyo na athari zake zitatukuta sisi. Kwa hiyo kuna kuombea wizara, kuna kuombea jeshi la polisi. Kuna watu wanaenda polisi huko wanaonewa, maombi yako yanasaidia, unaombea jeshi, unaombea wizara ya afya, unaombea baraza la mawaziri, unaombea Ikulu, damu ya Yesu ikapite pale, iondoe kila kitu kisichofaa. Kumbuka maombi yanaweza kalifanya taifa liwe bora. Hata kama yule anayeongoza nchi aongozi vizuri, lakini hayo maombi yanaweza kamfanya yeye afanye kwa ubora hata pale ambapo aliweza kuteleza kama binadamu. Kumbuka mimi na wewe ni binadamu. Kwa hiyo kuombea viongozi, kuombea wizara, kuombea madaktari, kuombea manesi, kuombea sijui maaskari, kuombea nchi, nyanja ni nyingi sana. Wewe weka kama dakika 5.
au dakika 10 au dakika 2, utakuta kwamba nazidi lisali moja. Kama ulikuwa na mvivu wa kuomba, unasema mimi naomba dakika 5 tu, ni kwa sababu shida yako ya kwanza, hupangi, yani huandiki. Hakuna vita ambayo unaenda kupigana katika mwili bila kuandika. Lazima wanaandika. Alafu wanaandika na silaha watakazotumia. Watatumia silaha zipi? Watatumia SMG, watatumia mabomu ya nyuklia. Andika. Utatumia jina la Yesu, utatumia damu ya Yesu, utatumia nguvu za Roho Mtakatifu, utatumia ufunuo, utamwomba Mungu akufunulie. Kwa hiyo unavyoandika, ukitengeneza mazingira ya kuandika, ndipo utapata neema ya kuombea hata watumishi wa Mungu wengine ambao Mungu kweli amewaita, lakini wanatumika vibaya, wanahitaji kuombea. Kama mimi na wewe tusingeombewa kwa neema ya Kristo, huenda tusingekuwa hapa. Kuna walioomba kwa ajili yetu ili tuwepo hapa. Umeona? Kwa hiyo na sisi tunayo hiyo nafasi ya kuomba kwa ajili ya wengine. Sasa haya maombi ya upatanisho wa wewe na roho saba za Mungu yataweka uwanja mpana wako wa kujua vita, kupigana vita vya kiroho. Kwa namna gani? Kwa namna ya kipekee ambayo wewe sasa utakuwa unaandika, unapanga kwamba nataka niombee hivi vitu. Vitakuwa vinatumika. Kuna wakati utaombea wewe, familia yako. Kuna wakati utaombea ukoo. Kuna wakati utaombea taasisi unayofanya kazi. Kuna wakati utaombea nchi ya Tanzania. Kuna wakati utaombea bara la Afrika. Kuna wakati utaombea mabara yote, ili watu wamjue Yesu. Na waishi wabaki ndani ya Yesu, wamjue Yesu na wadumu ndani ya Yesu. Maana Yesu alikuja kutafuta na kuokoa. Kwa hiyo maombi hayo yatasaidia kutafuta na kuokoa. Kuna watumishi wengine wanasafiri, wako katika mazingira magumu. Muombaji, maombi yako yatasaidia. Kwa hiyo Mungu anatafuta mtu kama wewe akutumie kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya Tanzania. Sasa wewe usikae kwenye uvivu. Ili usikae kwenye uvivu, haya maombi ya upatanisho kati yako na roho saba za Mungu yatakufanya wewe uwe balozi wa Mungu. Vita utapanga kimungu, Mungu atakuongoza. Utashangaa naenda mpaka masaa 4 na hata zaidi, kwa sababu ya kuombea vinakuwa ni vingi. Unaombea wewe, mfano kuna maombi ya kuombea tohara ya moyo. Ombea tohara ya moyo wewe na familia yako. Mungu anapofanya tohara ya moyo, anaondoa vitu visivyofaa katika moyo, si tu katika moyo na katika mwili. Ukisoma Kumbukumbu la Torati sura ile ya 30 mstari wa 6, tohara ya moyo. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 mstari wa 6. Bwana akikufanyia tohara ya moyo, na familia yako ikifanyiwa tohara ya moyo, na uzao wako utafanyiwa tohara ya moyo, kitu gani kitafanyika? Kitakachotokea ni kwamba watamwabudu Mungu katika roho na kweli, na wataongozwa na roho wa Mungu. Kwa hiyo hao maombi pia ni akiba kwa ajili ya kusaidia vizazi vinavyokuja katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Sasa nataka niombe. Na Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, huyu anayenisikiliza anasikiliza ni neno lako. Baba Mungu wa mbinguni, umenitumia kama chombo tu. Ninaomba huyu mtu, weka mkono wako kifuani. Namna weka kifuani. Baba mbinguni, katika jina la Yesu, huyu ametii, anakuamini Yesu uliteseka, ulikufa kwa sababu ya dhambi zangu na kwa sababu ya dhambi zetu, na Mungu alikufufua uko hai. Baba mbinguni, asante kwa damu ya mwagika msalabani. Ninaomba rehema zako na utakaso kwa damu Yesu. Moyo wangu, nafsi yangu na mwili wangu, mahali hapa, ardhi, anga, maji, hali ya hewa, vitu vyote vitakase kwa damu yako ya mwagika msalabani. Baada hapo Baba mbinguni, ninaomba upatanisho kati ya moyo wangu, kati ya moyo wa huyu muamini, kati ya huyu anayesikiliza hili neno la Mungu hivi sasa. Moyo wake upatane na roho saba za Mungu. Moja. Mara ya pili, Baba mbinguni, naomba moyo wa huyo mtu upatane na roho saba za Mungu. Tatu, ninaomba kwa mara 3, Baba mbinguni, naomba moyo wa huyo anayesikiliza upatane na roho saba za Mungu kwa damu ya msalaba. Kwa mara 4, Baba mbinguni, ninaomba moyo wa huyo mtu anayenisikiliza hivi sasa, moyo wake upatane na roho saba za Mungu kwa damu ya msalaba, yani damu yake Yesu iliyomwagika msalabani. Baba mbinguni, kwa mara 5, ninaomba moyo wa huyu mtu anayenisikiliza upatane na roho saba za Mungu kwa damu ya msalaba, yani damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Kwa mara 6, ninaomba Baba mbinguni, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, moyo wa huyu anayenisikiliza hivi sasa upatane na roho saba za Mungu kwa damu ya msalaba. Kwa mara ya 7 na ya ushindi, ninatangaza Mungu, ninaomba moyo wa huyu anayenisikiliza hivi sasa hili somo, moyo wake upatanishwe na roho saba za Mungu.
kwa damu ya msalaba. Roho ya Bwana iwe juu yake, roho ya hekima na ufahamu iwe ndani ya moyo wake, sawa sawa na neno lako Bwana. Roho ya shauri na uweza iwe ndani ya moyo wake. Roho ya maarifa na kumcha Bwana iwe ndani ya moyo wake. Roho saba za Mungu zilindime kwenye moyo wake. Mungu kajitukuze, asiamue kwa kuangalia macho ya nyama, bali Roho wa Mungu ukamwongoze. Asisikilize tu maneno ya wanadamu ambao wengine wanaweza kumdanganya, bali Roho Mtakatifu ukamwongoze, na ibada katika kumcha Mungu akafurahie, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukamtumie kama balozi, akiwakilisha mbingu, akiwakilisha ufalme wa Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ubarikiwe sana. Maombi haya si bure, yawe baraka kwako. Uendelee kuomba tena na tena, Mungu atakubariki. Endelea kuomba kile itwapo leo, Mungu akuongoze na Roho Mtakatifu akuongoze. Maombi ya kujipatanisha wewe nafsi yako, moyo wako na roho saba za Mungu, kwa kujipatanisha huko kutumia damu ya msalaba, yani damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Nina uhakika utapata matokeo ya kipekee. Faida kubwa zitajidhihirisha kwako. Miongoni mwa hizo faida, hutaamua kwa kama watu wasemavyo, bali kama Bwana atakavyokuongoza. Kipawa cha Mungu ndani yako kitaongezeka. Neema ya Mungu ndani yako itaongezeka. Baraka za Mungu ndani yako zitaongezeka. Hekima yako itatofautishwa na wengine. Ushauri wako utatofautishwa na wengine. Maarifa yako yatatofautishwa na wengine. Ibada yako itatofautishwa na wengine. Mungu atakupaka mafuta ya kipekee. Yani Bwana anakupa upako, yani nguvu ya kipekee, sawa sawa na bidii yako ya kuomba upatanisho kati yako na roho saba za Mungu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Barikiwe sana. Ili kuungana nami kwa ajili ya kazi ya Mungu isonge mbele, kumbuka kutoa sadaka. Na sadaka waweza kutumia namba ya Airtel ambayo natumia 0784477277. Namba ya Airtel 0784477277. Ni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Namba ya Airtel au Airtel Money 0784477277. Jina litatoka, utaliona hapo, Askofu Mwampeta. Mungu akubariki sana. Sambaza ujumbe. Ni upendo kwa watu wote katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Hongera kwa kupatanishwa na roho saba za Mungu. Mungu akubariki na Roho Mtakatifu akuongoze. Amina. Haleluya.